Moja kati ya swali ambalo limekuwa gumu sana kwa watu wengi ni kwamba nifanye nini niongeze kipato changu. Watu wengi sana wanajiuliza vitu gani nifanye ili niweze kuongeza kipato changu. Sasa leo nakuja na masuluhisho manne nitakusaidia wewe kuongeza kipato chako. Leo nakupa njia kubwa 4 ambazo ukizitumia kwa hakika kipato chako kitaongezeka, kwa kipato chako hakitakuwa kama kilivyo. Njia ya kwanza ambayo itakusaidia kuongeza kipato chako nasema ni kutumia ujuzi ulionao. Tumia ujuzi ulionao. Kama wewe unaweza kupika keki, pika keki, wauzie watu ambao wanafanya birthday, watu wanafanya harusi, watu wanafanya send off, kitchen party na kadhalika. Utakapotumia ujuzi wako huo itakuwa rahisi wewe kuweza kupata fedha. Kama wewe unaweza kutengeneza juice, tengeneza juice, wauzie watu, na mwisho wa siku watu watanunua juice kwa wako, utapata fedha. Kama wewe unaweza kusuka watu nywele, wasuke watu nywele, utapata fedha. Kwa njia ya kwanza ni kutumia ujuzi. Na watu wengi mna ujuzi lakini ujuzi wako haukuingizi fedha. Kwa nini? Kwa sababu hautumii. Kwa hiyo ongeze kipato chako, ni lazima utumie ujuzi ulionao. Jambo la pili ambalo litakusaidia kuweza kuongeza kipato chako nasema ni kuanzisha biashara. Kuanzisha biashara. Biashara tunasema ni kitendo cha kuuza bidhaa au huduma kwa lengo la kujipatia faida. Kwa hiyo unaanzia biashara, unaangalia kwenye eneo ulilopo ni eneo gani ambalo lina fursa wewe kufanya biashara. Ni eneo gani, ni biashara gani ambayo unaweza kufanya? Je, unaweza kufanya biashara ya kuuza chakula, au unaweza kufanya biashara ya kuuza labda nguo, au unaweza kufanya biashara ya kuuza mahitaji ya nyumbani ya kila siku, au unaweza kufanya biashara ya kuuza kitu chochote kile ambacho unakiona kinawezekana kuuzwa kwenye eneo hilo. Ni kitu ambacho unaweza ukauza na ukajipatia fedha, ukauza mazao, ukauza vyakula, ukauza nguo na kadhalika. Kwa njia ya pili ni kuanzisha biashara. Njia ya tatu ambayo inaweza kusaidia wewe kuweza kuongeza kipato chako tunasema ni kuwekeza. Kuwekeza ni kitendo cha kutumia fedha yako kupata fedha zingine. Sasa ziko njia mbalimbali za kuwekeza. Njia ya kwanza ya kuwekeza ni kuwekeza kwenye masoko ya hisa. Kuwekeza kwenye masoko ya hisa, mfano hapa Tanzania tuna soko la hisa la Dar es Salaam ambapo makampuni makubwa huwa yana kawaida ya kuuza hisa zake, mfano kama CRDB, NMB. Kienda huko unaweza ukanunua hisa kwenye hayo makampuni na mwisho wa siku ukapata faida. Lakini pia unaweza ukawekeza kwa kununua mali ambazo zinahamishika, mfano ukanunua bodaboda, ukanunua bajaji, au ukanunua haisi au costa, ikawa inafanya kazi huku ikikuingizia wewe fedha. Pia unaweza kuwekeza kwa kununua mali zisizohamishika. Unanunua nyumba, unapangisha watu wanakaa, unapata fedha. Au unanunua mashine za kusaga mahindi, au mashine za kukobolea mpunga, au mashine za kukamulia alizeti. Kupitia hizo mashine wewe unapata fedha. Kwa hiyo hiyo pia ni njia ya tatu ambayo itakusaidia wewe kuweza kuongeza kipato chako katika mwaka 2026. Lakini jambo la 4 au jambo la mwisho ambalo litakusaidia wewe kuongeza kipato chako tunasema ni kuuza muda wako. Kwa lugha rahisi ni kuajiriwa. Ajiriwa kwa mtu. Watu wengi sana wanaingiza kipato chao kupitia hii njia. Hapa utakuta kuna watu wameajiriwa kama madereva, kuna watu wameajiriwa kama madaktari, kuna watu wameajiriwa kama walimu, kuna watu wameajiriwa kama house girl, house boy, kuna watu wameajiriwa kama gardener. Kwa hiyo njia yote ile ambayo unaweza ukaajiriwa, ukiajiriwa itakusaidia wewe kuweza kupata kipato chako. Na uzuri wa kuajiriwa, unaweza ukaajiriwa ukiwa umesoma au hata hujasoma, kwa sababu kuna kazi ambazo anafanya mtu aliyesoma, zipo kazi ambazo anafanya hata mtu ambaye hajasoma. Mfano kuajiriwa kama house girl, au kuajiriwa kama house boy, au kuajiriwa kama mtunza bustani, sio lazima uwe umesoma, ila tu ukiwa na ujuzi wa kufanya hiyo kazi unaweza ukajikuta ukafanya hiyo kazi, mwisho wa siku ukapata fedha. Kwa hiyo hizi ndio njia kubwa 4 ambazo ukizitumia zitakusaidia wewe kuweza kuongeza kipato chako katika mwaka huu 2026. Hakikisha ya kwamba una subscribe channel hii ya Mwanguku TV ili uweze kupata mafundisho mengine mazuri kama haya. Badilisha fikra, badilisha maisha.